sipendi kitu kuangalia kuweka mbele umaarufu, unapenda kuweka nini mbele jinsi yako kusaidia. That's my life. Swali langu tu ni kwa nini sasa na si nyakati nyingine ambazo umehudumu nafasi nyingi sana za kisiasa nchini Tanzania? Kwanza watu wengine singine nadhani wengine hawaja kufuatilia rekodi yangu. Watu wakumbuke mwaka 2012 nilitoa hoja ya FAO la kujitoa. Bahati mbaya wengine hawa vijana wengine ni Gen Z, wengine hawajui hiyo rekodi. Hoja hiyo iliwasaidia watu wa migodini, watu katika private sector, katika kandarasi za barabarani na maeneo mengine. Mtu alikuwa akifukuzwa kazi, anakuwa amepoteza mtazamo kabisa. Ndio maana nikaja na hoja ya FAO la kujitoa, ili mradi mtu apate kile chake aweze kuhakikisha kujikimu. That was nani genesis ya haya mambo. Lakini hali kadhalika hata nilipohudumu serikali, maeneo yote nilipohudumu, lengo langu lilikuwa ni kuhakikisha tunafanya kazi ya kuwa vijana waingie katika system. Unakumbuka zile hata ajira za TAMISEMI, nadhani swala la walimu, swala la afya tulipoanza kujiasisi TAMISEMI. Nadhani kama vijana wengine, watu wengine, haya mambo sikuanza leo. Hata nilipokuwa TAMISEMI tukashirikiana wenzetu, ajira zote zile wanakumbuka watu walimu na watu wa afya zilikuwa zinatoka wapi? TAMISEMI. That's a vision kama mtu kama kiongozi sasa. Lakini hata nilipokuwa katika Wizara ya Viwanda na Biashara, kazi yangu kubwa ilikuwa ni kuangalia jinsi gani sasa tutengeneze mtandao mkubwa kwa vijana wapate ajira kupitia sekta hizo. Ndio maana nilikuja na mpango maalum unaitwa mpango wa miaka 6 wa ujenzi wa viwanda 945, lengo kwa ajili vijana milioni 6.8. Kwa hiyo ndio maana nikapendekeza kwamba sisi Tanzania chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan iwe nchi ya mfano wa Afrika waje kujifunza kupitia Tanzania. Na naomba nikwambie ajenda hii sio ya Tanzania. Ajenda hii ni ajenda ya bara la Afrika. Ni ajenda ya dunia kama watu wataelewa, na hasa nchi zinazoendelea, kusaidia vijana kuingiza katika swala zima mfumo wa ajira. Kwa hayo ilikuwa ni mawazo mapana, lakini nashukuru Mungu sana ofisi ya Waziri Mkuu iliyatafakari, iliyaona ni mambo ya msingi, na chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan nishukuru sana serikali yetu imekubali hoja ile kuipokea na imekubali hoja ile kuifanyia kazi. Maana yake haya ni mafanikio makubwa. Kwa hiyo maana yake kwa Tanzania tunatakiwa tujisifu na tuipongeze sana serikali yetu kuwa sikivu na kuwa na msaada kwa vijana. Na mimi ndio maana sikuwa na mashaka, nikajua chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan jambo hili litapokelewa. Sikuwa na mashaka chini ya msaidizi wake katika bunge, waziri Daktari Mwigulu, nikajua sina mashaka, na ninajua serikali ilivyokuwa makini. Nimejua kama jambo hili litachukuliwa, na kama nilivyohisi ni kweli. Lakini akirudi hana kazi, nafahamu maisha haya. Ninafahamu maisha ambayo vijana ambao graduate wanakosa kazi, wako mtaani, wengine wanaamua kufanya biashara ndogo ndogo nje ya profession yao. Najua, nafahamu maisha haya. Nafahamu vijana, kwa mfano walimu, wanaamua mpaka kujiendelea kwa mshahara wa shilingi 120,000 graduate mpaka 200,000. Nafahamu. Na ninafahamu, najua wengine graduate wanaenda kufanya kazi ya ulinzi, wengine sumo kwa JKT na nini, wanalipa mshahara 170,000. Ninafahamu maisha haya. Kwa hiyo najua uhalisia wa jambo. Ndio maana nikaja na hoja ile nilipeleka bungeni kama hoja binafsi ya kuitaka serikali sasa tufanye mpango wa kuajiri vijana 50,000 kwa mikataba ya miaka mitatu, na hii maana iende mpaka mwaka 2050 tunapotekeleza dira mpya hii yetu ya 2020-2050. Hii ilikuwa ndio vision yangu katika jambo hili, na ndio maana sasa katika eneo hilo nilipendekeza kwamba tuajiri vijana 50,000, lakini vijana hao tuwatenge katika makundi mawili. Kundi la vijana wa diploma wao 20% sawa sana watu 10,000, na vijana takribani 80% wao vijana wa degree ambao ndio itakuwa 40,000. Jumla kukusanya pamoja napata vijana 50,000. Kwa hiyo nikapendekeza hao wa diploma angalau wapate shilingi 50,000 kama posho
lakini wao wa degree angalau wapate yule wa diploma apate 500,000 na yule wa degree angalau apate 700,000. Nilipendekeza hivi kutokana na uhalisia wa mambo, kwa sababu ukiangalia mishahara ya watu wa serikali unaangalia haipishani sana kutoka hapo, na ukiangalia jinsi gani mtu anaweza hata kujikimu. Lakini hili lilikuwa ni nini dhamira yangu? Maana tutapata vijana ambao kwanza tutapunguza frustration. Leo hii naomba nikwambie, tuna tatizo la vijana wengi kupata afya ya akili kutokana na msongo wa mawazo katika jamii, na hasa vijana hawa ni vijana wasomi. Kwa hiyo hii maana yake itakuwa ni miongoni ya tiba kwa vijana wetu. Lakini leo hii naomba nikwambie, nenda taasisi yote ya serikali, kila taasisi ina changamoto ya ukosefu wa watumishi wanaojitosheleza. Nenda katika halmashauri zetu ambao kuna shule za msingi na sekondari, kuna vituo vya afya, kuna changamoto ya wahudumu katika maeneo hayo. Kwa hiyo jambo hili, lakini watu wao wako mtaani. Leo hii ukikodi bodaboda hizi Bolt au Uber, utajikuta kwamba kijana wa bodaboda kumbe ni graduate au ana masters au mwingine ana PhD. Lakini manake alikosa hata kazi ya aina yote, na bahati mbaya kazi zetu tunaona kwamba hata same private sector kama lazima uwe na uzoefu wa miaka 3. Mtu atapata wapi uzoefu wa miaka 3 wakati ametoka shule? Kwa hiyo ndio maana nikapendekeza mpango wa miaka 3 ajira. Maana yake nini? Jambo la kwanza, itasaidia kuziba nafasi mapengo katika sehemu za serikali, kujaza katika taasisi za umma zipatazo 100,325 na halmashauri zetu karibuni 184. Tutapata wafanyakazi hapo katika maeneo hayo. Lakini hilo eneo moja. Jambo la pili, hawa vijana kwanza tutatengeneza tija katika uchumi wa taifa, lakini tutawafanya vijana hao sasa wasaidie kujenga uchumi, lakini watatengeneza maarifa ya utendaji wa kazi baadaye. Manake hata ikitokea sehemu yoyote ya kutaka mtu mwenye uzoefu, ana uzoefu wake. Lakini nikapendekeza jambo hili kwamba vijana hawa lazima wajiunge katika mfuko wa bima ya afya. Manake watakapata bima ya afya yeye na wazazi wake, hii itasaidia hata ule mpango wa taifa wa bima ya afya kwa wote. Kama tukiajiri vijana 50,000 na kama tukiweka utaratibu kwamba kila vijana angalau wawe na watu tegemezi 3 katika mpango huu, maana tutakuwa na watu karibuni 150,000, tutakuwa tumeliokoa taifa kwa kiwango. Lakini wewe unafahamu, mara nyingi zaidi unaona kwamba kuna ajira za nje zinatangazwa kwamba watu wanatakiwa waende nje. Na mimi ninakumbuka nilienda kwa mfano Korea, Japan, unaona kwamba walitangaza wazi kwamba kuna nafasi za vijana wa Tanzania kwenda Japani. Lakini ukienda Qatar, ukienda Saudia, ukienda Oman, kote kuna nafasi hizo, lakini watu wachache sana wanaenda huko. Kwa sababu hatuna hata database ya vijana na kuwawezesha kutengeneza maarifa kwenda kujiunga katika jamii. Kwa hiyo hivi vile itakuwa ni database ya kusaidia vijana kwanza, wengine kuwa enroll katika serikali, lakini wale watu wanataka kufanya kazi za nje tutakuwa na database tayari. Lakini hata tunapotaka kutangaza ajira tayari tuna database, mpaka tunachukua katika temporary employment tunaingiza katika permanent employment, nafasi zao zinazibwa na vijana wengine. Lakini nikaenda mbali nikakutoa hawa vijana, pesa itapatikana wapi? Gharama hiyo yote kwa ujumla wake ni sawa shilingi bilioni 396. Bilioni 60 wale vijana wa diploma na bilioni 336 ni vijana wa degree. Kwa mwaka inatumika bilioni 396. Nikasema halmashauri zenye kusanya mapato zaidi ya shilingi bilioni 10 basi wao wachangia 5% ya pato lao ghafi kwa mwaka. Halikadhalika msajili wa hazina, unakumbuka sasa hivi chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan amefanya kazi kubwa na kumkabidhi Msechu, na amefanya Nehemia Msechu amefanya kazi kubwa. Leo hii taasisi za umma unaona kwamba zimechangia zaidi ya shilingi trilioni 1.3 na mwaka huu inawezekana gawio likaongezeka. Nikasema katika mapato hayo yanaenda katika msajili wa hazina angalau 10% yaingize katika mfuko huo. Lakini kasema vile vitu angalia katika government expenditure, matumizi yale mengine ya kawaida, angalau kwa mwaka tupate bilioni 200. Tukiingiza hapa tutapata bilioni 396. Eneo hili litasaidia kusaidia hawa vijana waweze kupata ajira, na mgawanyo wake kwa mwezi manake ni bilioni 33. Nikasema kama nchi tukifanya mauzo hatuwezi kushindwa. Nikasema vile vile hii itasaidia katika national security, usalama wa nchi. Nchi inapokuwa na vijana wengi wako mtaani wamekata tamaa, hata hali ya usalama iko hatarini. Kwa hiyo ndio maana nikapendekeza kwamba sisi Tanzania chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan iwe nchi ya mfano wa Afrika waje kujifunza kupitia Tanzania. Na naomba nikwambie ndugu mtangazaji, ajenda hii sio ya Tanzania. Ajenda hii ni ajenda ya bara la Afrika, ni ajenda ya dunia kama watu wataelewa, na hasa nchi zinazoendelea, kusaidia vijana kuingiza katika swala zima mfumo wa ajira. Kwa hayo nilikuwa ni mawazo mapana, lakini nashukuru Mungu sana ofisi ya Waziri Mkuu iliyatafakari, iliyaona ni mambo ya msingi, na chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan nishukuru sana serikali yetu imekubali hoja ile kuipokea
imepokea na imekubali hoja ile kuifanyia kazi. Maana yake haya ni mafanikio makubwa. Kwa hiyo maana yake kwa Tanzania tunatakiwa tujisifu na tuipongeze sana serikali yetu kuwa sikivu na kuwa na msaada kwa vijana, na mimi ndio maana sikuwa na mashaka, nikajua chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan jambo hili litapokelewa. Sikuwa na mashaka chini ya msaidizi wake katika bunge, waziri Daktari Mwigulu, nikajua sina mashaka na ninajua serikali ilivyokuwa makini. Nimejua kama jambo hili litachukuliwa, na kama nilivyohisi ni kweli Chama cha Mapinduzi serikali yake imelipokea jambo hili kwa ajili ya mustakabali wa vijana Tanzania. Mimi swali langu tu ni kwa nini sasa na si nyakati nyingine ambazo umehudumu nafasi nyingi sana za kisiasa nchini Tanzania? Kwanza watu wengine nadhani wengine hawajafuatilia rekodi yangu. Watu wakumbuke mwaka 2012 nilitoa hoja ya FAO la kujitoa. Bahati mbaya wengine hawa vijana wengine ni Gen Z, wengine hawajui hiyo rekodi. Hoja hiyo iliwasaidia watu wa migodini, watu katika private sector, katika kandarasi za barabarani na maeneo mengine. Mtu alikuwa akifukuzwa kazi anakuwa amepoteza mtazamo kabisa. Ndio maana nikaja na hoja ya FAO la kujitoa, ili mradi mtu apate kile chake aweze kuhakikisha kujikimu. That was nani genesis ya haya mambo. Lakini hali kadhalika hata nilipohudumu serikali, maeneo yote nilipohudumu, lengo langu lilikuwa ni kuhakikisha tunafanya kazi ya kuwa vijana waingie katika system. Unakumbuka zile hata TAMISEMI, nadhani swala la walimu, swala la afya tulipolianza kujiasisi TAMISEMI, nadhani kama vijana wengine, watu wengine, haya mambo sikuanza leo. Hata nilipokuwa TAMISEMI tukashirikiana wenzetu, ajira zote zile wanakuka watu walimu na watu wa afya zilikuwa zinatoka wapi? TAMISEMI. That's a vision kama mtu kama kiongozi wa serikali. Lakini hata nilipokuwa katika Wizara ya Viwanda na Biashara, kazi yangu kubwa ilikuwa ni kuangalia jinsi gani sasa tutengeneze mtandao mkubwa kwa vijana wapate ajira kupitia sekta hizo. Ndio maana nilikuja na mpango maalum unaitwa mpango wa miaka 6 wa ujenzi wa viwanda 945, lengo kwa ajili vijana milioni 6.8. Kati yao milioni 148 watakuwa ni direct employment na milioni 5 plus ilikuwa indirect employment. Wengine watu wanasahau, kila ninakokwenda lazima nitatengeneza misingi kwa jamii. Kwa hii ni continuation tu ya mambo yote. Kwa hiyo nilipokuwa nje kabla ya serikali mwaka 2012 nilifanya mambo haya. Nilipokuwa serikalini maeneo yote, nilipohudumu TAMISEMI, nilipohudumu viwanda na biashara, hata nikadhaka nilipohudumu mazingira nikaasisi mpaka jambo la mabalozi wa mazingira. Mabalozi wa mazingira sasa hivi leo wamekuwa machampion, wengine mpaka wamekuwa kama ni sehemu yao ya ajira. Lengo nini? Kuwagusa vijana. Kwa hiyo haya ndio maisha yangu, kwa sababu mimi ni mtu wa familia kawaida na ni mtu ambaye siku zote huwa sipendi kitu kuangalia kuweka mbele umaarufu. Unapenda kuweka nini mbele, jinsi yako. That's my life. Shukrani sana mheshimiwa. Asante sana.